Ni nje ya kiwanda cha A1 jijini Dar es Salaam. Maofisa usafirishaji wamekutana sio kikazi, bali ni kwa lengo la kupaza sauti kutokana na kutotekelezwa kwa madai yao ya nyongeza ya mshahara. Madai yao ni kwamba kima cha chini cha mshahara wao kwa sasa ni shilingi 200,000, kiasi ambacho hawakubaliani nacho kwa sasa, huku wakiwataka viongozi wao kupandisha kiasi hicho kufikia shilingi 300,000 kama wanavyoeleza Salum Bombwe, Hemed Salum na Yusuf Mtilwa. Kwa hiyo tumejaribu kuomba sana, imeshindikana. Kwa hiyo leo imepelekea tumesimama kazi ili tuongee na mwenye mali, kwa sababu tumejaribu kuongea hata na GM na vile vile majibu walotoa ni hayo. Katika kusimama kwetu, asubuhi watu wa kwanza walikuja kina maechiala, wakatuzi yake kwamba sisi hatuna elimu, hatuwezi kuongezwa mshahara. Kwa sisi thamani yetu sisi, mshahara wetu sisi na mtu alikuwa production anayefagia ni sawa. Wakati mimi hapa nimekuja na vielelezo, leseni, vyeti, wadhamini na vitu vingi. Kwa hiyo ni vitu vili tofauti. Mimi nimekuja na ujuzi, yeye kaja kama mtu tu, yani chief labor aliyochukuliwa tu kaja kufanya kazi. Kingine tumezalaulika sisi madereva, tumeletwa vurugu ambayo si hatuielewi. Tumetolewa na askari na mitutu. Hali ya kuwa sisi tunadai haki yetu. Tunatamani tuongee na mwenye mali, aje mwenyewe bwana Gulamu au Hasani au Modeuji aje kuongea na sisi madereva namna gani ili swala litakaa sawa. Kwa letu ni uongezeko la mshahara, kwa sababu sisi tunalipwa 200,000. 200,000 kwa maisha ya Kitanzania ni kweli haitutoshelezi. Na isitoshe sisi tunaendesha magari ya safari, tunaenda safari tofauti tofauti. Wao wanatuambia kwamba kitengo chetu kipo kwenye viwanda vya ndani. Tupo kwenye watu wa viwanda. Lakini sisi sio watu wa viwanda. Sisi ni wasafirishaji. Kwa hiyo tunataka tulipo kama wasafirishaji, kwa sababu tunaona wasafirishaji wenzetu jinsi wanavyolipwa tofauti na sisi. Na tulipokuja kulizungumza hili leo asubuhi ofisini, wakatutoa kwa mabomu, yani wakataka kutupiga mabomu, wametutoa ndani kutuleta nje. Ndio nyinyi mmetukuta hapa tuko nje. Kwa maana baada ya kutoka mazungumzo na wao wakatuambia tunalipa 200,000. Tofauti na hivyo tokeni nje. Ya pale tena kwa na mahojiano wakachukua askari kututoa nje. Tunalipwa 200,000 kwa maelezo yao. Lakini 200,000 hiyo wanasema wanatulipa kwa sheria iliyowekwa na serikali. Wanasema wanatumia mkataba unaitwa sio Alibola. Huo mkataba ndo wanaotumia kwa ajili ya kulipa wafanyakazi wa viwanda. Lakini sisi tukauliza maswali, kwa sababu wafanyakazi wa viwanda tunajua sisi watu wanaofanya makazi kwenye kiwanda kwamba anaingia asubuhi anatoka jioni. Huo ndo tunamtambua wafanyakazi wa kiwanda. Lakini sisi ndani ya hichi kiwanda tunasafirisha. Wapo wanaosafirisha ndani ya Dar es Salaam kama mauzo, watu wa ruti, na wapo wanaosafirisha nje ya mikoa, yani ndani ya nchi. Kwa hiyo wapo madereva wa magari makubwa na madereva wa magari madogo, lakini mshahara huu ni mmoja. Tukawauliza kama hichi ni kiwanda, huko kuna wahasibu, kuna maechiala, kuna mapaleta, mbona mishahara tofauti? Kwa nini dereva alipo 200,000? Na ukiangalia dereva 200,000 anaolipwa kuna loss kibao za mwisho wa mwezi. Hata mwandishi wa habari kama anakuchukua hapo ukienda kwa maechiala, ukiangalia salary slip za madereva wote, kila dereva ana loss. Loss inatokana na nini? Inatokana kwa sababu wewe ni mtu wa barabarani. Kwa upande wake, meneja rasilimali watu wa kiwanda hicho Neema Kitinya amesema madai ya wafanyakazi hao sio sahihi, kwani anakwenda kinyume na tamko la serikali kupitia kwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete, alilolitoa Septemba 23 mwaka 2025 kuwa kima cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi wa sekta ya viwanda ni shilingi 200,000. Hakuna mfanyakazi wetu katika kiwanda chetu anayelipwa chini na tamko la serikali na agizo la sheria iliyotolewa kwamba hakuna mfanyakazi anayepata chini ya 200,000. Sisi kwa upande wetu tulivyoelewa, madereva wetu wanahitaji ongezeko ambalo zaidi ambacho serikali imetoa, ambacho bado tumeitolea ufafanuzi kwa kupitia chama cha wafanyakazi na kupitia mkataba wetu wa Alibora. Kila mwaka kampuni yetu inaongeza mshahara kwa wafanyakazi wetu wote bila kujali, kwa kutokana na asilimia ambazo zimepangwa kwenye mkataba huo wa Alibora CBA, ambapo kila mwezi wa 8 kuna mabadiliko ya mshahara kwa ujumla kwa wafanyakazi wetu wote.
Kwa endapo ombi lao linahitaji mabadiliko kwa sasa, kampuni iliomba kwamba ipewe muda, watapewa mabadiliko kutokana na mwongozo wa CBA unavyotuongoza, mkataba wa hali bora. Mwezi wa 8 ukifika, watapata mabadiliko kutokana na mkataba wetu unavyosema. Kuhusu hatima ya madereva hao, meneja huyo akaeleza. Tumewapa nafasi kwa dereva yoyote ambaye alishiriki kwenye kugoma kuanzia asubuhi hadi saa 8:30 awe amefanya nini? Awe amerudi kuendelea na nini? Na majukumu yake ya kazi. Ambaye hatofanya hivyo, basi hatua za kinidhamu zitafanya nini? Zitachukuliwa. Kwa kuwa wafanyakazi wetu wana kanuni za nidhamu ambazo huwa wana sign pamoja na mkataba ambao unamuonyesha mfanyakazi makosa mbalimbali na hatua stahiki zinazochukuliwa. Kwa utaratibu wa ndani na kampuni ni kwamba mfanyakazi ambaye ataendelea kudisobey, kitachofanya ni kwamba tutafuata tu taratibu na kanuni za nidhamu zitafuatwa. Sio kwamba they are not come, yani hawapo sasa hivi wamegoma basi sio mfanyakazi wetu, hapana. Lazima atapewa tena nafasi, haki yake ya kusikilizwa, kwa nini hakufanya kazi na ilitakiwa amekuja kazini na ilikuwa ni muda wa kazi, kwa nini ameshiriki mgomo au kwa nini amehamasisha mgomo. Kwa namna yote lazima apewe nafasi ya kusikilizwa, ajielezee, then ni kiufupi ni utaratibu tu wa nidhamu ndio utakaofuatwa. Mgomo mzima umefanywa bila kufuata utaratibu, na kwa taratibu za kawaida ingebidi management na chama tujue ni hatua gani stahiki tutazifanya. Lakini katika kikao chetu cha awali kilichopita tulikubaliana kwamba tutoe nafasi nyingine kwa dereva yoyote, kwa kundi la madereva ambalo limeshiriki mgomo huu usio halali, limeshiriki mgomo huu ambao majadiliano ya msingi bado yanaendelea kutatua changamoto hii, basi warudi katika eneo lao la kazi, waendelee na kazi, wakati huku changamoto yao ya kima cha chini cha mshahara sisi kama chama tukiichukua na tukiwa tunaenda nayo katika mijadala ya mkataba wetu wa hali bora. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa Jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomein.tv@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.